Tumechagua upendo na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Sisi kama jumuiya ya wazazi, mimi naitwa Icon Emmanuel Nestori, katibu jumuiya ya wazazi wilaya ya Morogoro mjini. Leo hii tuko hapa kama sehemu ya maadhimisho ya wiki ya wazazi. Tumeanza na zoezi la kwanza, usafi katika soko letu la Kingaru. Baada ya hapa tutakwenda Mbuyuni kwenye kituo cha watoto yatima kwenda kuwatembelea, kuwasalimia na kuwapelekea kile ambacho wananchi wametujalia walau tuwashike mkono. Lakini pia tutaelekea shule mpya ya sekondari iliyoko pale Mbuyuni, tutapanda pale miti. Baada ya hapo tutakwenda kwenye mkutano wa hadhara, ambapo hapo tutakwenda kuzungumza na Watanzania wenzetu, kuwaeleza ni yapi mazuri ambayo yamefanywa serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi kama viongozi wa chama tunaendelea kumuunga mkono na pia kuonesha mashirikiano kati ya chama na serikali ili kuweza kuwatumikia wananchi kwa upendo na amani. Kauli mbiu ya awamu hii, tumechagua upendo na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Hii ni kauli mbiu ambayo inatuunganisha sisi kama chama na serikali katika kuwatumikia wananchi ili tuweze kupata maendeleo kwa pamoja, na ndiyo maana tunasema tumechagua upendo na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa jina naitwa Mr. Rumisha Kisanga, ni kaimu afisa mazingira kitengo cha udhibiti wa taka ngumu na usafi Morogoro Manispaa. Awali kwa siku ya leo tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumepata ugeni jumuiya ya wazazi wa CCM Morogoro mjini ambao wameona umuhimu wa wazazi, umuhimu wa usafi kwa ajili ya mji wetu wa Morogoro. Kwa maana hiyo wametusaidia, wamefanya usafi katika soko la Chief Kingaru. Naona wana hari kubwa, wameona mazingira yalivyo kwenye soko letu, wametoa uchafu, kila mwananchi ameona usafi ulivyofanyika. Tunawashukuru sana kwa kutuunga mkono. Pia wananchi na imani wameona, wamejifunza wenzetu walichokifanya jambo hili, na imani kabisa wananchi kupitia jumuiya yetu ya wazazi wamejifunza vingi kupitia wao, na imani sisi tutawaenzi usafi huu uendelee kuwa bora na sisi tutaendelea kuusimamia. Ndugu jumuiya ya wazazi, tunapenda kuwashukuru sana. Mungu azidi kuwalinda. Salamu Mheshimiwa Rais kwa jitihada anazoendelea kuzifanya kwa wananchi wake, na sisi wana Morogoro tunapenda kumshukuru sana sana. Mungu azidi kumlinda na kumbariki. Naitwa Koplo Emmanuel na Spalika wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Morogoro. Kutokana na mandhari ambapo tupo sasa hivi kwa wakati huu, na ni moja ya sehemu ambapo sisi tunakuja sana kwa ajili ya kupata huduma. Tuna mazingira tofauti tofauti ambayo mengine yanaweza kawa ni hatarishi na mengine yakawa ni salama. Moja ya sehemu ambazo pia ni hatarishi, kuna sehemu kule ambako wanapika vyakula. Kule wanatumia wengine majiko ya mkaa kawaida, wengine wanatumia majiko ya gesi. Sasa yawezekana ukawa uelewi kitu gani ukikiona ukiwa unapita katika maeneo yale, ukatoa ushauri au ukachukua tahadhari ili janga la moto kama linataka kutokea lisiweze kutokea, lakini pia unaweza ukalidhibiti mapema kama litatokea. Cha kwanza tuwashauri na tunaendelea kuwashauri, na mimi wengine wapo hapa, utunzaji wa majiko ya gesi. Hakikisha jiko la gesi unapolihifadhi liwe umbali wa mita 1.5 mpaka mita 2 kutoka jiko la mkaa, lisiwe karibu na hapo. Lakini pia lisiwe kwenye jua kali, likakaa kwenye jua kali kwa muda mrefu, kwa sababu tunashauri kwa yale majiko makubwa, mara nyingi huwa tunawaambia wayaweke nje ya jiko, wayatengenezee keji, lakini pia waweke na alama ya tahadhari. Sasa kama kuna jua kali, lazima tu utaziba kibati kwa juu ili ile jua lisiweze kupiga sehemu ya mtungi wako, kwa sababu shinikizo likiongezeka la mgandamizo wa gesi asilia iliyoko mle ndani inaweza ikasababisha mlipuko. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ukiona kuna leakage au kuvuja kokote kwa gesi, basi eneo kama lilikuwa limefungwa, ukiingia usiku washa tochi wala kuwasha taa, au kama taa iliwasha usije ukaizima. Hii ni hadi nyumbani kwako. Gesi inavuja ndani. Kama unataka upate mwanga, unaingia ndani. Unataka washe taa, ni kosa, unatengeneza mlipuko. Na kama taa iliwashwa usiizime.
maana yake unatakiwa ufungue madirisha na milango ili ile harufu ya gesi kuvuja iweze kutoka ndani ya jengo. Hapo ndio unaweza kuendelea na taratibu nyingine za kubaini kama iwapo jiko lako litakuwa lina hitilafu au halina hitilafu. Tukumbuke usafirishaji wa hii mitungi ya gesi za kupikia unatakiwa usafirishe ukiwa wima na sio katika ulalo. Ni hatari kwa sababu kiowevu na shinikizo la mgandamizo wa ile gesi ya propane na butane vinaweza vikasababisha, iwapo vikaguswa kidogo, vikatengeneza mlipuko. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia hatukiruhusu. Tunawashauri mnapoenda kununua hivi vitu vyenu pia mwe na taratibu za kupima. Unapima maana yake unataka ufahamu nini? Unataka ufahamu uzito wa kile chuma ambacho kimehifadhi gesi, shinikizo la gesi pamoja na kiowevu chake, lakini pia ufahamu, je, nilichopewa ni sahihi? Maana yake wataalamu wanasema hivi, kama mtungi wako unasoma uzito wa kilogramu 29.5, maana yake ukipima kwenye mizani inaweza ikasoma 27.5. Unachotakiwa kufanya, unatakiwa utoe utofauti utakao upata, utaweka juu ya ule uzito wa jumla, utazidisha mara 100%. Utofauti wake hautaki kuzidi 2%. Maana yake ukizidi utofauti wa 2%, gesi uliopewa haiko kwenye kipimo sahihi. Hili lazima tulifahamu. Sisi tunahusika na mambo mengi, tunadili na kuzima moto, kuokoa uhai wa watu pamoja na mali zao. Sasa changamoto kama hizo zikitokea, basi mnatakiwa mtupigie sisi kwa wakati kupitia namba yetu ya dharura ambayo naamini wengi wetu tunaifahamu, ni 114. Hii ndo namba ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Nadhani juzi tuliona pale maeneo ya Mzambarau, si ndio? Mti mkubwa ulikuwa umeanguka pale. Ulisababisha ni nini? Radi, si ndio? Na upepo mkali na ile mvua, maana ukaanguka. Sawa. Kwa hiyo bado tunaendelea kukumbushana habari za nini? Radi. Kama utakiwi kutumia simu ikiwa kwenye chaji ukiwa ndani ya jengo, sawa Lakini pia utakiwi kuoga kipindi cha radi, sawa Na maana gani? Maana yangu hivi, mfumo wa majengo tunayoishi sisi, si ndio? Mabomba yameanzia nje ya nini? Ya jengo, ambayo ndio yale maji yanaletwa mpaka ndani ya nini? Ya nyumba yako, si ndio? Nyumba yako ya makazi, si ndio? Sasa kile chuma kina uwezo wa kupitisha umeme, sawa? Ambapo umeme wowote unakuwa na chaji ambazo ni positive na negative, kwa maana hasi na chanya. Na siku zote chaji chanya kwa hasi zinaweza kuzalisha nini? Umeme. Sasa iwapo umeme utasafiri kupitia kile chuma, labda ulikuwa unaoga kwa kutumia ile bomba la mvua, sawa tumezoea kuita lugha hiyo, sawa Na maji tunasema ni kipitisha kizuri cha nini? Cha umeme. Kwa hiyo unawezekana ukapigwa na nini? Na radi. Kwa hiyo tunasema radi ikipiga, ukisikia ule mlio wa mwisho, subiri baada ya dakika 30 ndio uweze kuendelea na mambo yako. Sheria inataka hivi.